Sawa. Yes. 1, 2, 2. Amen. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu tuko hapa. Amen. Tuko hapa kwa sababu Mungu anapenda hivyo. Amen. Kama Mungu angekuwa amemalizana nasi hatungekuwa mahala hapa. Amen. Lakini alituleta katika nyumba yake kwa sababu hajamalizana nasi. Amen. Siku ya leo nawashukuru Mungu kwa sababu ya uhai na uzima na wokovu. Amen. Nataka tukaweze kujifundisha leo amen, kuhusu makanisa 7. Barua kwa makanisa 7. The letters to the 7 churches. Haya makanisa tunayapata ama tunayaona katika kitabu cha Ufunuo. Bwana asifiwe. Amen. Ukisoma Ufunuo 2 na 3 utasikia kuna makanisa 7 yalikuwa mahala pale, na Yesu aliyanenea kupitia kwa mtumishi wake Yohana. Nianze na Yohana, niwaambie Yohana aliyeandika kitabu hiki cha Ufunuo, kwa sababu kuna Yohana wengi katika Biblia na watu wengi hawatofautishi hivyo, kwa sababu kuna Yohana kama mbatizaji, Yohana mwandishi. Huyu Yohana aliyeandika kitabu cha Ufunuo anaitwa Yohana the disciple ama Yohana mtume. Bwana asifiwe. Huyu Yohana alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na Yohana alikuwa ameitwa katika ministry ya Yesu akiwa kijana mdogo. John was the youngest disciple, na Yohana ndiye mwanafunzi ambaye Yesu alikuwa amependa sana. Ukisoma Biblia huwa inasema ya kwamba Yohana alikuwa analala kwenye kifua cha Yesu, na Yohana ni mmoja wa wale ambao walifichuliwa siri nyingi na Yesu, kwa sababu kuna watu 3 ambao walikuwa wamemkaribia Yesu sana: Yohana, Petro na Yakobo. Na Yohana ndiye alikuwa wa mwisho kufa. Yohana hakuuliwa. Yohana alikufa akiwa mzee sana, na Yohana alikufia kwenye kanisa la Efeso. Baada ya kuchemshwa masaa 24 hakukufa, akang'olewa macho kwa sababu ya ushahidi ama ushuhuda wa Kristo. Hakukufa. Baada ya kuchemshwa na kung'olewa macho, akatupwa katika the Patmos Island ama the Islands of Patmos. Akiwa kwenye Patmos ndipo Roho Mtakatifu alimkujia siku ya Bwana,
na akamfunulia mambo mengi ambayo atakuja kutimia baadaye. Yohana akayaandika akiwa katika kisima cha Patmos, akaandika, akakaa nayo. Hatuwezi kueleza na hatujui vyenye Mungu alimdumisha Yohana bila chakula. Yohana hakuwa anakula, labda alikuwa anakunywa maji, lakini Mungu alimdumisha katika kisima cha Patmos mpaka wakati ama siku ikafika, kanisa la Efeso likaketi chini na likaulizana, iliendaje na Yohana? Yohana alitupwa kwenye kisima cha Patmos, lakini hatujui kama alikufa. Tutume wazee wa kanisa waende wakamwangalia kwenye kisima, na wakaenda wakachukua merikebu, wakaenda kisima wakitarajia watakutana maiti ya Yohana. Kumbe Yohana yungali yuko hai. Bwana asifiwe. Amen. Kunayo maneno Yesu aliambia Petro wakati Yesu alikuwa amekaribia kwenda mbinguni ama kusulubishwa. Akamuuliza kuhusu Yohana, akamuuliza kuhusu yule mtume ambaye unapenda sana, mambo yake yatakuwa namna gani? Yesu akasema, akamwambia achana na mambo ya Yohana. Hata Yesu akipenda akae mpaka siku yenye atarudi ni sawa. Na ni kweli Yohana alikuwa anadumishwa na Mungu. Yohana akakaa kwenye Patmos for a long time. Wale wazee wa kanisa kwenda kufika kwenye kisima, wakakuta Yohana bado wako hai. Ako na maandishi ameandika, ameabebea. Bwana asifiwe. Wakambeba, wakamrudisha kwenye kanisa la Waefeso. Ni mzee sasa, wakakaa na yeye huko, akawa anahudumiwa na kanisa la Waefeso. Walipokuwa wanakutana kwenye makutano yao, walikuwa wanamwambia Yohana, tuhubirie, kwa sababu wewe ulikuwa mtume wa Yesu na ni lazima kuwe ulikuwa unasikia mambo mengi na unajua mambo mengi. Lakini ujue Yohana ni mzee sana wakati huo. Wanamchukua, wanamleta kwenye madhabahu, anamwambia tuhubirie. Yohana hakuna kitu kingine anajua, anakumbuka tu watoto wa Mungu mpendane kama vile Yesu alivyopenda kanisa. Anawazima Sabato ingine analetwa, anawaambia vile vile nilivyowaambia. Anayempenda mwenzake anampenda Mungu, na yeyote ambaye hapendi mwenzake hampendi Mungu. Yohana alikufa akisema watu wapendane. Bwana asifiwe. It was the last message ambayo alihubiria kanisa la Efeso, mpaka siku yake Yohana ikafika, akakufa, akazikwa na kanisa la Efeso. Sasa katika maandiko mengi aliyoyaandika akiwa katika kisima cha Patmos, kuna mambo alifunuliwa na Mungu ama na Yesu kuhusu makanisa 7 yaliyokuwa yameanzishwa na Paulo katika continent ya Asia. Bwana asifiwe. Asia. Na unajua Asia ni uzao wa Shem. Shem, mtoto mmoja wa wale watatu walikuwa wamezaliwa na Noa ama na Nuhu. Shem ndiye mwanzilishi wa kizazi hicho ama generation ambao inaishi katika continent ya Asia. Sasa kanisa, kulikuwa na makanisa 7 huko, yalikuwa yameanzishwa na mtume Paulo, na haya makanisa 7 yalikuwa na upungufu wake na walikuwa na uzuri wake. Sasa Yesu anamnenea Yohana. Hebu tusome katika kitabu cha Ufunuo 2. Kitabu cha Ufunuo 2 kuanzia 1 tu.
Kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota za saba katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikorai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye afie aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hili kanisa la Efeso. Amen. Sijui kama nitaweza kumaliza zote, lakini kama nitabakisha tutaendelea Jumapili labda. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso. Amen. Tuchukue that statement. Hii inadhihirisha wazi ya kwamba kila kanisa likiwa na utakatifu wa Mungu, Mungu hulipea malaika. Bwana asifiwe. Malaika ambaye atakuwa analiongoza na kulionyesha njia. You are trying that. Bwana asifiwe. Na ndio maana unaona kanisa kama hili hata ukiliinukia haliwezi isha, kwa sababu kuna malaika Mungu alikubali kutupea. Na huyu malaika huwa anatuongoza na kutupigania vita na kutushindania. Bwana asifiwe. Hata wakati mnaona kuna dhiki, hata wakati mnaona tumepungukiwa, amen, bado yule malaika ako katikati yetu. Haleluya. Siku moja Mungu alinifungua macho tukiwa kwenye ibada, nikaona malaika wawili hapa wamesimama hapa, nikawaona na maono ikaisha. Bwana asifiwe. Sisi tunaweza kukosa nguvu, tunaweza kuwa wadhaifu wakati mwingine, lakini malaika waliotumwa na Mwenyezi Mungu wawe wanatusaidia, hawaishangwi na nguvu. Bwana asifiwe. Hata wakati unasikia uko down sana, hata maombi kuomba ni shida, na kuambia hivi, kuna malaika wa madhabahu huwa anakushikilia. Bwana asifiwe. Na huyo malaika ako hapa, na tulipewa malaika wao wanatusaidia, na hawa hupigania madhabahu peke yake. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema haya ndiyo anenayo yale yeye azishikaye nini? Hizo nyota saba. Ninataka twende neno kwa neno. Amen. Yesu anashika nyota saba. Bwana asifiwe. Kwa mkono wake wa nini? Wa kuume. Amen. Nyota saba ni wahubiri, ni wachungaji. Bwana asifiwe. Nyota ni mchungaji, na wachungaji wa Mungu huwa wanashikwa na Yesu mwenyewe. Amen. Sio malaika sasa ameshika wachungaji, bali ni Yesu mwenye kanisa. Bwana asifiwe. Nyota saba. Unaona mchungaji wakati anakuhubiria, wewe unamuona akiwa mwanadamu,
lakini Yesu akimwona anamuona akiwa nyota iliyo na mwangaza mkubwa. Bwana asifiwe. Haya maneno ninawapea ni maneno yaliyojawa na nuru, yamejawa na mwangaza, yanawamulikia, yanawaonyesha njia. Kwa hivyo mimi wakati nimesimama mbele zenu nikiwahubiria, yeye Mungu huniona kama nyota inayoangaza sana. Bwana asifiwe. Yeye Mungu haoni mwanadamu, anaona jiwe lililojawa na mwangaza. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu alimwambia Simon Petro, akamwambia, wewe ndiye Simoni, kuanzia siku ya leo utakuwa unaitwa Petros, yani Kefa, yani jiwe. Bwana asifiwe. Sio kuvumilia tu, bali ni jiwe lililo na mwangaza. Waliosoma, wasomi kama mimi, Bwana asifiwe, tunajua ya kwamba nyota, stars are shining stones. Bwana asifiwe. Nyota ni mawe ambayo yanaangaza katika mbingu la pili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi wachungaji ni nyota zilizo na mwangaza, na nyota ni tofauti tofauti. Bwana asifiwe. Kuna nyota kubwa, kuna nyota ndogo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna zile ambazo huwa zinaruka, zinaenda zikiwa na mwangaza, zinaanguka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi wachungaji na wahubiri wa Mungu, wa neno la Mungu, sisi ni nyota zilizojawa na mwangaza. Haleluya. Yesu akakuja akasema ya kwamba sisi ni nuru ya dunia. Bwana asifiwe. Sisi ni nyota ambazo zinastahili kuangazia wanadamu, kuangazia watu. Praise the name of the Lord. Amen. Na sisi huwa tumeshikwa na Yesu mwenye kanisa. Haleluya. Amen. Ukisikia mtu akifikia akisema ya kwamba atamwangusha mchungaji, ni uongo, kwa sababu huwa wachungaji wameshikwa na mkono wa kuume wa Yesu Kristo mwenye kanisa. Haleluya. Amen. Hawajajengwa juu ya msingi mwingine. Wachungaji wamejengwa juu ya msingi Yesu. Tumeshikwa na mkono wa kuume wa Yesu. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Mpaka siku, the greatest day of all days, siku ya ufunuo wa kupelekwa kwa Mungu Baba na Yesu mwenye kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Wachungaji hubebwa na Yesu. Hata wakiwa wagonjwa bado wanabebwa na Yesu. Niliona mchungaji mwingine kutoka kule Ukambani, alikuwa mzee sana, alihubiri habari njema ya ufalme kwa miaka mingi. Bwana asifiwe. Mpaka akawa mzee, na sasa alipokuwa mzee, sasa kazeeka sana, na tena akawa mgonjwa. Nikaona kama miaka miwili hivi inapita, aliendewa na makanisa, akabebwa, akaletwa, anatembea kidogo tu, na akasimama kwenye madhabahu na akahubiria watu. Bwana asifiwe. But hiyo ndio ilikuwa last message. Kutoka hapo sijui kama alimaliza 1 week or 2 weeks, akaenda kupumzika na Yesu. Bwana asifiwe. Lakini kuna neno moja nilijua, ya kwamba hii ni nyota iliyoshikwa na mkono wa kuume na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na huyu Yesu ataishika ile nyota mpaka siku ya mwisho, atakapoipeleka kwa Mungu Baba na ipeane kwa Mungu Baba, amwambie, nimekuwa mwaminifu kama mchungaji mkuu wa kanisa, na nimekuletea hii nyota kwa sababu imemaliza wakati wake wa kuangazia ulimwengu. Bwana asifiwe. Amen. Sisi tukilia kwa sababu ya mchungaji ameenda, mbingu kuna furaha kwa sababu nyota imemaliza wakati wake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wapendwa, najua mjue mchungaji ni nyota. Bora tu madhabahu yako na Mungu, madhabahu yako na Yesu. Bwana asifiwe. Mchungaji yule pale yuko pale, aliyetiliwa mafuta na kuwekwa wakfu kwa ajili ya kazi njema. Amen. Amen.
Na ndio maana huwa tunatawaza watu. Ukisikia tunatawaza Caroline, tunamtilia mafuta awe mchungaji, inakuanga confirmation, na tunaambia mbingu hivi, Mungu Yesu mwenye kanisa tunamjulisha kwamba kuna nyota ingine sasa imeingia kwenye nyota zingine. Tunakuomba ukaendelee kuibeba na mkono wako wa kuume kuanzia siku ya leo mpaka Yesu utakapofunuliwa. Bwana asifiwe. Amen. Tunampea ikiwa nyota. Amen. Amen. Na Biblia inasema nini? Nayajua matendo yako. Yesu huwa anajua matendo ya kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Unaona hivyo tulivyo hapa, ujue ni kanisa la Waefeso. Yesu anaongelea. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa ambalo liliendea nani? Yohana kwenye kisima. Hawakuwa wanajua ya kwamba Yohana alikuwa na ujumbe wao. Bwana asifiwe. Amen. Ninayajua matendo yako. Nyota ikiwa na matendo mazuri, Yesu anajua. Tukiwa na matendo mabaya, Yesu anajua. Praise the name of the Lord. Amen. Nayajua matendo yako na taabu yako. Yesu anajua taabu ya kanisa hili. Unaona vile huwa tunasumbuliwa na watu, Yesu anajua. Unaona vile watu hutuchukia, Yesu anajua. Unaona vile watu wanakuja wanaenda, Yesu anajua. Bwana asifiwe. Tusisumbuke kwa ajili ya wanadamu. Yesu anajua. Bwana asifiwe. Amen. Yesu anajua taabu zetu. Na anajua nini? Subira. Subira, I think, ni patience. Bwana asifiwe. Amen. Anajua uvumilivu wetu. Tunainukiwa, tunachukiwa, tunaongelelewa, tunakuwa na subira, tunavumilia. Yesu anajua subira yetu. Sisi tunasubiri na kusema hata kama itachukua muda mrefu, bado tunajua Mungu wetu atakuja. No matter the time. Bwana asifiwe. Amen. But one day, one time, yeye Mungu atakuja. Hallelujah. Yesu atakuja. Bwana asifiwe. Amen. Na ukiwa hata katikati yetu, uko na mgonjwa, uko na shida fulani imekusumbua kwa muda mrefu, niko hapa kukuambia uwe na subira. Yesu anajua subira yako. One day atakuja. Bwana apewe sifa. Amen. Na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa la Waefeso halingeweza kuchukuliana na watu wabaya. Amen. Amen. Ikiwa wewe ni mtu mbaya na umwendee na umwambia yeye sijui nini, huwezi. Kama wewe uko na roho kama ile ilikuwa na roho na kanisa la Waefeso, huwezi kupelekana na yeye kwa sababu ni mtu mbaya. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna watu wanachukia wale wengine, kuna watu wanasengenya wengine, kuna watu ambao wanachukia wengine with passion. Hawana hata sababu ya kuchukia mtu. Bwana asifiwe. Lakini wanachukia tu mtu kwa sababu wako na roho chafu. Bwana asifiwe. Amen. Hata akikuja kuambia maneno, amen. Kuna rafiki yangu mtu mmoja mwanaume alikuja akamwambia unajua bibi yako sijui anaendaga wapi. Unajua bibi yako anaendaga sijui wapi. Unajua nini? Huyu rafiki yangu alimwambia hivi, I'm sorry, sija kwa ajili uwe watchman wa bibi yako. Bwana asifiwe. Amen. Hata akiwa na shida nitakuja kujua mwenyewe. Bwana apewe sifa. Amen. Yaani huyu he resisted, alikataa kusikia na kushika maneno ya mtu mbaya. Usiwahi pelekana na mtu mbaya. Amen. Amen. Katika Biblia kulikuwa na mfalme mmoja, alikuwa mzuri na alikuwa anapendwa na Mungu. Lakini shida yake ni moja tu, alikuwa anapelekana na watu wabaya. Jina lake ni Jehoshafatu. Jehoshafatu alikuwa mtu mzuri, alikuwa mfalme mzuri, alikuwa anapendwa na Mungu.
Mungu, lakini shida yake alikuwa anapelekana na watu wabaya. Alikuwa anaenda anapelekana mpaka na Ahabu, na anapeleka Ahabu kwenye vita, mpaka siku moja aliponea chupu kuuliwa, kwa sababu alidanganywa na Ahabu ya kwamba chukua haya mavazi yangu uvalie na mimi nivalie mavazi yako. Sasa walipoenda kwenye vita, maadui wa Ahabu walipoona mavazi ya Ahabu, walikibishana na mavazi ya Ahabu, karibu wamuue. Jehoshafati akaona hawa watu wamenikaribia sana, wataniua. Akapiga nduru akasema, ni Jehova Mungu niokoe. Wakasema, sauti ni ya Jehoshafati, huyu sio Ahabu. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa mtu mzuri usipelekane na watu wabaya, usikubaliane na ushirika wao. Bwana asifiwe. Amen. Heri utembee peke yako, ujue hata kuanzia siku ya leo. Bwana asifiwe. Gainyacha kurora andu wale uletwaranaga nao. Mungu ameanza kuangalia wale watu huwa utakuwa unapelekana na wao. Bwana apewe sifa. Kanisa la Efeso Mungu aliisifu sana. Yesu mwenye kanisa aliisifu sana, akasema, ninajua huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Bwana asifiwe. Amen. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume. Haleluya. Amen. Kumbe unajua, jana niliona mtu mwingine anajiita apostle sasa. Nikasema huyu mtu namjua, hata ni mchanga sana, hata sijui kama amefikisha miaka 25, lakini amechukua title ya mitume, anaitwa apostle. Bwana asifiwe. Lakini kanisa la Waefeso halingeweza kukubali hata ujiite pastor, hata ujiite apostle, hata ujiite bishop, halingeweza kuamini hilo title. Ni lazima wakujaribu kwanza kama umepita mtihani. Kwa timahiti ya kugeria mundu, sio makosa kujaribu mtu kama amefika kiwango hicho anajiitanisha nacho. Bwana apewe sifa. Najua siku hizi mtu akilala tu asubuhi yake anaamuka anajiita pastor. The following day amefungua kakioski na hapa ameenda kwa kanyumba kadogo na hapa kalikuwa kanauziwa matunda, ameanzisha kanisa hapo. Anaandika the Holy Spirit and most powerful church in the world international. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwingine niliona mpaka ameandika kanisa lake Helicopter Church. Helicopter Church. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwingine anaandika kanisa la Kristo la kushika amri na sheria zote za Biblia Church. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Miracle and Prophecy Church International. Kitaka unabii kuja hapa, kitaka miujiza kuja hapa. Bwana asifiwe. Ukiingia tu hivi unakuta hata muujiza wa viti hawajatendewa, wanakalia mawe na wanakalia bao na umekujia muujiza. Bwana asifiwe. Haleluya. Chungeni. Bwana asifiwe. Nakuta mpaka mchungaji kiatu chenyewe kimeraruka na umekujia muujiza. Mwenye miujiza hatapata muujiza, utagojea. Praise the name of the Lord. Haleluya. Yesu alisema mtawajua kwa matendo yao. Mti utaujua kwa matunda. Kama kuna mahali kuna Mungu, utajua kuna Mungu hapa. Kawe na akili nini ya totage menya hadu henagai. Bwana asifiwe. Kwani akili zako ni ndogo namna gani wezi? Hata mambo mengine wacha niwaambie, sio ya Roho Mtakatifu, mambo mengine ni ya mwili. Psychology, unatumia akili tu. Unaangalia huyu mtu ama hapa mahali hapa, unaona hapa hakuna Mungu hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hata kama utakosa Roho Mtakatifu, kuwa mtu ambaye ako na wisdom. Bwana asifiwe. Muwe na watu walio na wisdom, watu walio na hekima. Mmejaribu Efeso, mmejaribu wale wajiitao mitume na mmekuta sio wao.
Amen. Nao sio ukawaona kuwa waongo, ukawaona wakiwa. Kwa hivyo kuna watu wanajiita mapasta lakini wako na uongo. Kuna mitume walio na uongo, kuna maprofeti wako na uongo, kuna evangelists wako na uongo, kuna walimu wa neno wako na uongo, kuna watu ambao wanajifanya wanatenda miujiza lakini ni waongo. Bwana apewe sifa. Kuanzia siku ya leo Mungu anatukumbusha tuwe tunajaribu hawa watu. Ngai yetu itike yatogeragia ndoa. Mtu anajiita wa Mungu, unamweka juu, unamwekelea juu ya mizani, unampima. Bwana asifiwe. Kiwa umejawa na Roho Mtakatifu, Mungu atakuonyesha huyu ni mtu wa uongo. Hii njia amepitia ni ya uongo. Bwana asifiwe. Amen. Si niliwaambia, niliona mpaka mchungaji mwingine anapea watu oil ya gari. Anakuja na oil na kibuyu. Yote ambaye anataka kununua gari akuje. Anakuwekea oil, anakuambia umeze, uwe na imani, vile utakavyomeza oil ndivyo utakuwa na gari yenye itakuwa inameza oil. Jioni watu wote walikuwa wanahara. Wakingojea magari. Bwana asifiwe. Mwingine anapea watu nyoka. Ati ili mpokee nguvu na uwezo na mamlaka kukanyaga roho za nyoka. Anawapea nyoka. Washirika ni kama mawenda wazimu, wakati mwingine wanakula. Bwana asifiwe. Wacha nikuambia one thing, unaona mimi ni mtume mahali hapa, lakini mimi sio Mungu wenu. Bwana asifiwe. Ukinipima uone hapo hakuna Mungu, usinifuate. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Niliona mchungaji mwingine na ni askofu. Alishikwa na ugonjwa wa meningitis, akawa kama mwenda wazimu. So akikuja mbele za watu anatabiria watu, lakini kumbe mtu ameshakuwa kichaa. Kwambia wewe, Mungu ananiambia hivi. Kwanza jana wewe, Mungu anasema, "Wewe unakatana na Mungu, utakufa." Bwana asifiwe. Mimi nilimpima. I was in his ministry. Nilikuwa katika ministry yake. Mimi nikampima katika unabii mara 3. Nikaona huyu mtu ako na shida. Nikatoka kwenye ministry yake na nilitoka na mwangaza, nilimuita. Nikamwambia, "Bishop, mimi nataka kukuachia kanisa." Aniuliza kwa nini? Kwa sababu ushaingia kwenye njia ya uongo. Unabii wako hauko na Mungu. Na kwa sababu hii kanisa nilianzisha under your cover. Unaona, nilikuja huku peke yangu. Sikuwa nimeoa. Nilikuja peke yangu huku, na kuna zaidi ya washirika 20. Nataka kukuachia kanisa. Na kwa sababu mimi sitaki kusema wewe sio mtumishi wa Mungu, chukua kanisa. Pale Bushi nilikuwa ninasomea kwa shule. Nikaambia shirika, mimi nimeenda na Mungu awabariki. One time tutakutana mbinguni. Mimi nimeenda another location. Bwana asifiwe. Nikaenda. After some time, baada ya kukaa kama sijui mwaka moja, sijui miezi. Bwana asifiwe. Amen. Akafunga. Bibi yake amekufa, ameanguka kwa maji akakufa. Kwa sababu alimpea ujumbe wa uongo. Bibi yake alienda kwa hizi groups za wanawake. Akachelewa, akakuja jioni. Askofu akamuuliza, "Mama fulani ulikuwa wapi?" Akamwambia, "Mimi nilikuwa kwa grupu yetu." Sawa. Akalala usiku saa 9, saa 8 akaamka. Kamuuliza, "Na mama fulani uliniambia ulikuwa wapi?" Kamwambia. Mama akamuuliza, "Ni kwa nini unaniuliza namna hiyo?" "Ni kwa sababu Mungu amenitokea sahi. Ameniambia ulikuwa umaraya." Huyo mama ni kama aligongwa na stroke. Asa zikaamka. Mawazo yakaharibika. Asubuhi yake ni mgonjwa kukufa. Akapelekwa North Kinago Hospital.
kakaa huko, watoto wake wakamshughulikia, wakamchukua wakamrudisha nyumbani, lakini hakuwa sawa. Akachukua mtungi kwenda kuchota maji, akaanguka kwa damu, kwa sababu hana nguvu, akaanguka akakufa. After kuzikwa naye huyu bwana sasa akasema ameambiwa na Mungu afunge, akafunga kukula na kunywa, akaanza kuomba. After 2-3 weeks watoto wakaangalia, kaona na baba ako na shida. Baba amekonda kukonda. Na baba ni hapana, ni Mungu aliniambia nifunge. How many days? Hakusema. Wakavumilia. Mmoja akapigia walio kwa Nairobi na kwingine. Na baba naona kama kuna kasoro. Kujeni tuone. Wakakuja. Sasa amekaa zaidi ya siku 20 bila kukula. Akakuja sasa akawaambia, Mungu aliniambia nifunge 70 days bila kukunywa mpaka maji. Hapana. Akasema hapana baba, huyo sio Mungu. Hapana, ni Mungu. Si mnajua mimi ninakuanga na Mungu. Ni sawa. Uwe na Mungu, usiwe na Mungu, tunakupeleka hospitali. Bwana asifiwe. Wakamshika kwa nguvu, wakamweka ndani ya gari kwenda pale Gilgil, hapo kwa ile hospitali ya Madhari. Akapimwa, ambiwa meningitis iko last stage, imemkula spinal cord yote mpaka kwa bongo. Naona Bwana apewe sifa. Ukisikia mtu hata akisema ninaonyeshwa na Mungu, be in the spirit, uwe ndani ya roho, umpime kama huo ujumbe umetoka kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Usiwe unaamini jambo hivi. Amen. Hallelujah. Reverend wetu hapa Bwana asifiwe. Sijui ilikuwa siku gani. Mimi niko kwenye shughuli na shughulika, nilikuwa na town na shughulika na mdai. Sasa David akanipigia simu. Kaniambia, dadi, gari huwa inatolewa funguo namna gani? Nikamuuliza gari gani? Honda Odyssey. Nikamuuliza, kwani umeshindwa na kutoa? Haitoki. Mama amejaribu kuitoa, haitoki. Kamwambia ikiwa mko naye na mama, si moja aachwe hapo, mwingine aende shughuli. Aachwe kwa gari, sawa. Nikakaa 1 minute. Nikasikia hiyo maneno kwa nini nilikuwa nimeweka namna gani. Nikampigia David tena. Kamuuliza, David, kwani mko wapi? Tuko town. Town wapi? Hapa kwa General Hospital. Mnafanya nini hapo General? Na sikuwa nimeacha timama ataenda hospitali ama nini. Mnafanya nini General? Sasa ninawapea mambo ya hii wiki. Sijui kulikuwa Alhamisi, sijui Jumatano, sijui siku gani. Haya. Hivi akaniambia, sasa dadi ni emergency. Emergency ya nini? Ati Junior, ni Junior amevunjika mguu. Sasa mnamtafuta wapi? Kwa General Hospital. Mmetumwa na nani? Ati mama amepigiwa na mwalimu. Kakata simu, kaka. Nikapiga tena. Kamuuliza, mumemuona kwa General? Sasa na mimi nilikuwa epiga hivi. Sasa kuna kitu kimekuja, kimeniambia usiende kwa hospitali kwanza. Kwa sababu gari ilikuwa upande huu wa gafu huku, kwenye polisi wanasimama hapa. Wewe teremka na usikimbie, enda pole pole. Nimesikia kitu kimeniambia enda pole, hata usichukue pikipiki. Wenda kwa miguu. Hata usiende kwa General Hospital kwanza, wenda kwa gari. Angalia gari kama imesafishwa. So nikaanza kutembea. Naenda. Nataka kuwafichulia siri ya kujazwa kwa roho na kutumia huyo Roho Mtakatifu hata katika maisha yenu. Bwana asifiwe. Mimi naenda, imagine baba ya mtoto na mtoto amevunjika mguu na anatembea tu na anaenda polepole na ashughuliki. Kaenda. Kufika pale nikakuta gari haijamaliziwa, nikarudi, nikaketi chini pale.
Haya, nikapigia David, kamuuliza mumemuona? Mumeona George? Hapana, hatuja muona. Mama akapewa simu, kaniambia George sasa tumemtafuta huku hayuko. Ati amepelekwa Nakuru, na sasa anaitishwa 19,000 awekwe chuma na amedugwa masindano. Sasa kuna ngojoa 10,000 kwa sababu nilikuwa na 9,000 na nishatuma. Sasa nataka unitumie 10,000 ili nitume. Nikasema in the spirit, no weapon prepared against my money will prosper in Jesus name. Bwana asifiwe. Haya, nikakata simu, nikapiga David, na ni kwa nini in my spirit nasikia hiyo ni uongo? Nasikia hiyo mambo ni ya uongo. Ndivyo nasikia in the spirit. David akaniambia, hata mimi naona kama ni hivyo dadi, lakini mama ulipigiwa simu na nani? Na mwalimu. Nikamuuliza, mama, na hiyo namba ilikuwa ya mwalimu? Hapana. Nikamwambia, hapana, mama umeibiwa. Mama umeibiwa pesa. Ngoja kidogo. Nikapigia headmaster. Mr. Kamau, how are you? I'm good. Ati George amevunjika mguu. George mgani? George Degwa. Ati mguu ebu kiasi. Dakika moja naye amestuka kwa sababu anapenda haka kaboi ketu sana. Akanipigia after 2 minutes, akanipigia 3 minutes. George yako kwa darasa bado anakula vitabu. Basi, mam, umeibiwa pesa. Enda kwa Safaricom na uende kwa CID sasa. Andikisha statement. 9,000 za mam zilienda namna hiyo this week. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tumia Roho Mtakatifu kila wakati na atakuwa anakuokoa kwenye shida nyingi. Praise the name of the Lord. Amen. Na acha niwafundishe kitu. Hata ukiwa na shida, hata mtoto awe na shida gani ama mtu wa karibu na wewe, usiwahi harakisha kitu. Unaona, mimi hata nikiwa na gari kama hii, nikubebe nikupeleke hospitali. Hata kama nikukufa unakufa, siwezi ku-overspeed gari. Bwana asifiwe. Siwezi ku-overspeed gari. Amen. Na ni lazima nishike sheria za barabarani. Hata kama uko karibu kukufa, lazima nishike sheria za barabarani. Kwa sababu gani? Tunaweza kufa zote tukienda hospitali. Nimewahi kuona na mmeasikia watu wamebeba maiti wanaenda kuzika, tena wamekosa accident nyingine, maiti imeanguka, kwa sanduku imevunjika. Bwana asifiwe. Tu wanakimbia kuzika mtu. Usiwe na haraka. Bwana asifiwe. Usiwe na haraka. Take your time. Take your time. Hata kama ni mtoto amegojeka, ameanguka hapa. Bwana asifiwe. Amegojeka na rusha miguu, usiwacha speed. Praise the name of the Lord. Nawaambia hivi, ngotile dakika nne mongiongerera mundu urakua. Kuna hata dakika moja unaweza ongezea mtu ambaye anakufa. Bwana asifiwe. Kama ni wa kukufa atakufa, na kama ni wa kupona atapona. Praise the name of the Lord. Take your time. Chukua mtoto pole. Usiwe na tension. Chukua mtoto pole. Hallelujah. Muombe pole. Wa mama kama utia kulira uralirio niki. Huyo mtoto ana mwenyewe. Huyo mtoto ako na Mungu. Ni Mungu anajua mahali penye alimpeana kwa nini kwenye hii dunia. Bwana asifiwe. Na anajua miaka yake ya kuishi. Hallelujah. Huyo mzazi Mungu anajua miaka yake. Take your time. Bwana apewe sifa. Abiani watu hata kama tuko na speedi, nataka tuombe kwanza. Hallelujah. Dakika moja, let us take our time, just a minute. Tuombee baba yetu, tuombee mama yetu. After that, tuchukue safari, twende hospitali. Hallelujah. Amen. Sasa mama wetu, reverend wetu alisikia ati mtoto. Unajua ukitaka mkosana na mama,
cheza na watoto wake. Sasa aliposikia George, hata hakuna kutake time, ni kuchomoka kwanza kushughulika na mtoto wake. Bwana apewe sifa. Kimi nilisema hakuna silaha itekenezayo against my money will prosper. Bwana asifiwe. Kwa nini hao watu hawaitishi SHA? Hawaitishi kadi ya SHA, wanaitisha pesa. Na mtoto kama alivutikia mguu mikononi mwa walimu, shule should be responsible. Bwana apewe sifa. Haleluya. So mimi nikasikia hiyo maneno hapana. In the spirit nasikia hiyo maneno ya uongo. Hiyo hapana. Hiyo hapana, mimi hapana. Bwana asifiwe. Hata mimi nilikuwa nataka kama mama mimi unajua sasa mimi sasa kuendesha gari kwenda Nakuru ni gumu. Sasa nataka kuja tuende na wewe Nakuru. Ili mimi wakati ananiambia hivyo napiga hesabu ya kwenda kukula samaki huko. Bwana asifiwe. Take your time. Just relax. Amen. Hallelujah. Nao sio kukawaona kuwa waongo. Amen. Spirit of heresy, spirit of lie ni nyingi sana katika dunia hii. Amen. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Usichoke. Hiyo ni verse 3. Revelation 2 verse 3. Ndukanoge ni gweterera ni undu wa kiugo kia Ngai. Bwana asifiwe. Usiwahi choka kwa kungojea. Mngojee Mungu kwa subira. Mngojee Mungu kwa uvumilivu mkubwa. Haleluya. Usichoke. Omenye Ngai yashodagiria aria manogaga. Mungu uchungulia wenye huchoka. Usiwahi choka. Ona ndukana kinyando uge ni unogete ni ukijete mwisho. Bwana asifiwe. Ujue uvumilivu wako Mungu anaupima kwa mizani. Anaupima. Niliwaambia mimi nilikondisha nyumba. Nilirenti nyumba for more than 18 years. Na bado nilikuwa ninaamini siku moja Mungu atanipea nyumba yangu ambayo sitakuwa nalipa. Sikuchoka kumngojea Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Na wewe usichoke. Unaona kwenye haya mambo unapitia, usichoke. Be patient. Ikiwa Sarah aligojea Mungu zaidi ya miaka 80 and finally akapata mtoto. Bwana asifiwe. Hujavumilia. Hata kama umevumilia uwezi vumilia kama Sarai mke wake Ibrahimu. Bwana asifiwe. Lakini nina neno juu yako. Sasa kanisa la Efeso limekuwa na nini? Na upungufu. Niko na neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Amen. Inakuanga kawaida. Hata bibi na bwana wanapooana, ule upendo wa ujana wao hufika mwisho. Wanazoeana. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ujue huo ni upungufu mbele za Mungu. Unapokata upendo wako wa kwanza, ndio ugiaga noshuke mbele ya Ngai. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo Mungu anapima upendo wako Caroline sana. Ulipookoka, vile ulimpenda Mungu wakati wa kuokoka Rebeka, hata na leo Mungu bado anaupima kama bado uko. Ulikuwa unatembea miguu, unaenda kanisa kutoka hapa kwenda Rukarau. Lakini siku ya leo hata kutoka hapa kwa rami kukuja hapa unachelewa kukuja kanisani. Wewe ndio shuke, Mungu anakushtaki siku ya leo. Ulikuwa unasifu, kusema ni kusifu, unasifu mpaka unatoka jasho. Siku ya leo huwa unaimba tu na ustaarabu. No watu okire mbele ya Ngai wegetoka kinene. Bwana asifiwe. Ulipata sasa wewe ni mtu mzima na wajimarire Ngai wewe mugima.
Bwana asifiwe. Riu na kuina na kuinia nyondo na kuinia kiri ucio ni wana mbere ya Ngai riu. Bwana asifiwe. No kuhindiria wainagio kaigwa riu ucio niguo. Bwana apewe sifa. Unajua watoto hawa watoto wetu tumezaa, anapokuwa na ndefu hufikiria wako sawa na baba yao. Bwana asifiwe. Msichana anapokuwa na matiti na nyonyo kubwa anaona kama ako sawa na mama yake. Hivyo hii spirit bado hukuja kwenye kanisa. Hiyo spirit bado inakuja kwenye kanisa. Wakati tulikuwa tunaimba sana mpaka tunatoka jasho, tukienda tukipata magari kama haya, tuko na maproti, tumejua mpaka kuoga, tumefikia mahali tunajipaka mafuta mazuri yananukia vizuri na nini na mavazi mazuri. Sasa tunaona sisi ni wastaarabu, vile tulikuwa tunaimba mpaka jasho inatoka. Sasa hiyo Mungu wa Mungu, sasa kwetu hiyo Mungu ni utoto. Sasa hiyo hatuwezi fanya hiyo. Ona, tunaimba na utaratibu mzuri tu, kama tumebeba, ni kama tuko na hilisi huku, tunachuga zisianguke. Naimba tu hivi, ni kama rege tunaimba kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu akaambia kanisa la Waefeso, nyinyi upendo wenu wa kwanza mliachana nao. Upendo wako wa kwanza. Nataka ujipime. Siwezi malizia mafundisho haya kwa sababu katika kanisa 7 ninaona kama nitawafundisha mambo ya kanisa moja tu. Bwana asifiwe. Ninataka ujifundishe, ujipime. Vile ulikuwa unatoa sadaka na fungu zako za 10 wakati ulikuwa uliokoka. Sasa umekuwa advanced. Utoe usitoe ni kama hata dhamira yako ilikufa. Haikushuku, haikushitaki ati unafanya vibaya, unaona ni kawaida tu. Bwana apewe sifa. Mungu anasema nini? Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Kuachana na upendo wa kwanza ni kuanguka. Sema amen. Ule upendo uliachana nao wa kumwimbia Mungu Mama Kamau wa kwanza ni kuanguka. Umeanguka, you are fallen from the truth. Uwitata shaitani uria wile umite matuinde kwa Ngai akigwa gitauko. Umeanguka kutoka gorofa. Bwana asifiwe. Ako no atari suja 10 ndio utani kugwo gwite we uwitata shaitani. Umite iguru kama. Ikiwa ulikuwa unaenda kuangalia wagonjwa na kuhubiri kwa mahospitali na kwenda kwa magereza, lakini siku hizi ufanyi Biblia, according to the Bible, you are fallen from the truth. You are fallen down. Praise the name of the Lord. Umeanguka. Hallelujah. Huko unasengenyana. Zamani ulipookoka Rebeka ulikuwa usengenyi mpaka unasikia watu wanasema unaondoka hapo kama mshale. Lakini siku hizi kusengenya ni kawaida. Umeanguka. Umeanguka kama shaitani. Bwana asifiwe. Kutoka from heaven mpaka hapa duniani akaangushwa shetani na kiburi chake. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ulikuwa unawaka kwa moto. Wakati wa ushuhuda utafika lini shuhudie, lakini siku hizi hata kutotoa ushuhuda ni kawaida. You are fallen from the truth. You are fallen down like a Satan. You are fallen down. Umeanguka. Bwana asifiwe. Umeanguka. Umeanguka chini. Bwana asifiwe. Hallelujah. Unastahili kuimbia ile wimbo tunaimba teke. Bwana asifiwe. Kwa sababu umeanguka chini. Praise the name of the Lord. Ulikuwa unaomba, unaamka mpaka saa 9 za usiku unaomba. Siku hizi hata siku 3 huombi. Unamaliza mpaka wiki mzima. Umeanguka kama Saitani. Umeachana na mambo yako ya mwanzo. Bwana asifiwe. You are fallen. Sikia vile unashauriwa na Mungu. Ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Bwana apewe sifa. Hiyo ni verse 5.
Mungu anatuambia tutubu. Haleluya. Turudie nini? Mambo yetu ya kwanza, upendo wetu wa kwanza. Haleluya. Uombaji wetu wa kwanza, kutoa kwetu kwa kwanza. Praise the name of the Lord. Na kama hatutafanya hivyo, Biblia inasema yeye Mungu atakuja atatuondolea nini? Kinara hiki cha taa. Ngai yako tuehereria muti uyu wa matawa. Na mwangaza ukiondolewa, amen. Mwangaza huu ukiondolewa, ukiangalia hii kiti, this is the lampstand. Hiki ndicho kinara cha taa. Hiki ndicho kilikuwa kimetengenezwa na Musa kulingana na vile Mungu alikuwa amemuongoza, na zile candles Mungu alikuwa amemwambia hivi, hizi candles hizi haya mataa 7 yasiwahi zimwa usiku na mchana. Bwana asifiwe. Sasa mti huu wa mtaa ni Yesu. Ukisoma Biblia huwa anasema, Yesu akasema mimi ndiye mwangaza wa dunia. Haleluya. Lakini ulimwengu ulipenda nini? Giza kuliko nuru. Amen. Sasa usipotubu, usiporudia upendo wako wa kwanza, upendo vile ulikuwa unapenda kanisa, vile ulikuwa unapenda ndugu na dada katika Kristo, vile ulikuwa unapenda madhabahu na kutoa na kufanya vingine na kwenda kwa fellowship, usiporudia, yeye Mungu atakuja, atashika hii taa, ataiondoa kwako. Na akiiondoa, you will remain in darkness. Utakaa kwenye giza. Bwana apewe sifa. Ukiwa kwenye giza, utaenda wapi? Haleluya. Lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Kuna watu walikuwa wanaitwa Wanikolai, walikuwa na siasa kwenye kanisa. Kila jambo mnafanya wako na siasa, mkipanga mambo wako na siasa. Bwana asifiwe. Hakuna kwenda mbele, hakuna kurudi nyuma. You are stagnant. Lakini kanisa la Efeso wanachukia matendo hayo ya Wanikolai sana, kama vile Mungu anavyoyachukia. Na hapo sasa Mungu anawapendekeza, anawaambia ninaona tunapelekana, chenye nachukia unachukia. Praise the name of the Lord. Biblia inasema yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Aliye na masikio mengi yanaitwa nini? Masikio. Sikio moja, sikio. Neno la Mungu alikusema aliye na masikio ni aliye na sikio. Amen. Kwa sababu aliye na masikio anasikia na hili maneno yanatokea huku. Sasa Mungu anataka mtu aliye na sikio moja. Neno likiingia halitoki, linakaa. Mungu hakuangi na maneno, Mungu anakuanga na neno. Bwana asifiwe. Watumishi wa Mungu hawakuangi na masikio, anakuanga na sikio. Haleluya. Amen. Aliye na nini? Kwa hivyo kuna watu ambao hawana sikio la kusikia neno la Mungu. Masikio walio nayo ni ya kusikia maneno ya wanadamu. Aliye na sikio, sio wote walio na sikio. Sio wote walio na sikio. Mungu atupe sikio lake. Mungu akinena tunasikia. Mungu akitukanya tunasikia. Mungu akitupendekeza tunasikia. Mungu atupe sikio lake. Watu wengi hawana sikio. Ikuyo gilia tiriri ya gukwende igwaga ciegamba. Msikikuyu alisema kwa Mithali, akasema aliye ambaye ni wa kukufa hana sikio la kusikia hatari. Ataenda tu ajipeleke mpaka kwenye kifo na akakufe. Lakini ambaye ako na sikio la kusikia hatari, anabadilisha njia. Bwana asifiwe. Mundu wa gukwenda igwaga ciegamba, ambaye ameamuliwa kukufa hasikii ciegamba. Ciegamba kwa Kikuyu, kuna vitu vilikuwa vinafungiwa hapa na wale watu walikuwa wanaiba zamani. Ni mkembe unawekwa nini
unawekwa tumawe tudogo na grasses. Grass unavuja grass kama hii unaweka hapa. Alafu unapiga hicho kibaba, hicho mkebe unapiga namna hii. Unafuga hapa, unaweka uzi hapa. Sasa uko ndani inasema sasa unafunga hapa. Sasa ukiimba hivi inatoa sauti. Sasa Mkikuyu akasema kama umeamuliwa kukufa, hata upigiwe hiyo kigaba huwezi sikia. Bwana asifiwe. Kwa sababu una sikio. Lakini Biblia inasema aliye na sikio na asikie vile Roho anavyoambia kanisa. Chunga kinara chako cha taa kisiondolewe. Na ili kinara chako cha taa kisiondolewe, ni lazima uwe na sikio la kusikia Mungu. Haleluya. Amen. Nilihudumia mtu hapa wiki hii tu, nakuja hapa nalilia hapa kulia hapa naniambia, najua Apostle, mimi nasikia nimesumbuka sana katika roho, na nimesumbuka for a long time, kwa sababu unfortunately nilienda kwa mganga nikapigiwa hizo vitu sijui na nini. Mganga akona nyoka huko kwa nyumba yake. Najua mimi sijui mambo ya mganga, sijaenda kwa mganga, mimi sijui. Bwana asifiwe. Sasa hiyo madhabahu ilipandwa ndani yangu. Wakati mwingine nasikia hiyo nyoka yenye niliona, ninasikia inaenda huko ndani hivi na inaogelea. Bwana asifiwe. Wakati mwingine silali, nakutwa na mizimu. Nimesumbuka sana Apostle, nimesumbuka sana. Nataka tu nisaidie, niondolee hiyo madhabahu inanisumbua. Na nimeenda kwa wachungaji wewe. Namshukuru Mungu kwa sababu mtu alinipigia simu jana akaniambia, Apostle, may God bless you. Mimi nimelala tangu niombe, ninalala nikilala namna hii, kwa sababu sikuwa ninalala for a long time. Nikilala saa 2 hivi ama saa 3, naamka saa 11 ama saa 12 asubuhi. Bwana asifiwe. Nyoka ilikufa, sisikii kwa tumbo. Haleluya. Anasifiwe. Aliye na sikio asikie vile Roho Mtakatifu anaiambia kanisa. Amen. Mimi nitakuwa naambia yote. Mimi nitakuwa ninaambia yote. Wewe ukiamua kwenda kwa mganga pale na Ifosha, wewe unaenda tu. Lakini ujue utakurudi hapa ukiwa na manyoka. Na hata kusubua haitatuzubua, wewe ndiye itasubua. Bwana asifiwe. Takusubua, apandacho mto ndicho atakuja kuvuna. Bwana asifiwe. Aliye na sikio. Mimi watu wengi huwa nawaambia ukweli. Watu wengi wamewahi kunikimbia kwa sababu ya kuwaambia ukweli. But I cannot stop it. Mimi nakuambia tu. Hata kama familia yenu iko na issues, wako na shrai, na kuambia tu, wewe ufanye uamuzi wako. Kama utaendelea kuinamia hizo madhabahu za kifamilia na kabila zenu, ama utaacha ufuate madhabahu ya Mungu. Wewe utafanya uamuzi wako. It's upon you. I'm here to tell the truth and you make your decision. Whether you will follow the truth or you will follow the shrine. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anamalizia kwa hiyo kanisa, anaiambia, lakini unalo hili neno hili kwamba wachukia matendo ya Wanikolai. Verse 7. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anaambia makanisa. Yeyote ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Hallelujah. Mbinguni kwa Baba. Unajua Mungu huku duniani kulikuwa na shamba la Eden. Kwenye Adamu na Hawa waliwekwa. Bwana asifiwe. Tukikaribia
Fikiria mafuriko ya Nuhu. Karibu mafuriko ya Nuhu. Mungu alituma malaika wakashikana na yule mkerubi mwenye alikuwa anashikilia ulinzi pale akiwa na upanga. Wakachukua ile shamba ya Eden wakaipeleka mbinguni kwa Baba. Ukisoma katika kitabu cha Revelation utaiona iko huko. Haleluya. Amen. Kuna neno Yesu aliambia yule mwizi, walikuwa wamesulubishwa pamoja, akamwambia siku ya leo, you will be with me in paradise. Utakuwa pamoja nami paradiso. Haleluya. Amen. Na ukisoma hapo Biblia inasema kwenye roho za watakatifu zinaenda baada ya kufa. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo roho ya mwanadamu aliye mtakatifu mbele za Mungu anapoondoka kwenye mwili, hiyo roho huchukuliwa na malaika, hupelekwa kwenye pumziko ambalo liko kwenye shamba la Edeni. Amen. Amen. Sasa Biblia inasema yeye ambaye hatasikia neno hili ambalo Roho anaambia kanisa, yeye Mungu atamuondoa kwenye mule mti wa uzima, lakini atakayesikia atampea nafasi ya kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Mungu. Ukisoma Biblia, sababu ya Mungu kuwafurusha ama kuwatoa Adamu na Hawa kwenye shamba, Biblia huwa inasema hivi: ili wasinyoshe mkono wao wakachuna yale matunda ya mti ya uzima, wakaendelea kuishi, na Mungu already alikuwa amewahukumu kukufa. Sasa hii shamba ilipoondolewa kwenye dunia, ilienda na mti huo wa uzima. Sasa ili tukaweze kuishi na kutokufa mbinguni, Mungu atatukubalia kukula matunda ya mti wa uzima. Bwana asifiwe. Amen. Lakini yeyote ambaye hatarudia upendo wake wa kwanza, kurudia matendo yake, yeyote ambaye hatasikia neno ambalo Mungu anaambia kanisa, hatakubaliwa kukula lile tunda la uzima. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha atatupwa kwenye jehena, kwenye moto wa milele. Hata ingia paradiso, hata ingia kwa Mungu Baba. Bwana asifiwe. Hata upata uzima wa milele. Ephesus, tafanya summary. Ephesus means Ephesus was the largest city in Asia. It was a wicked city given over to the worship of the goddess Diana. Katika Ephesus city walikuwa wanaabudu mungu mwanamke alikuwa anaitwa Diana. Lakini hata kama hivyo, hata kama ni vile, bado kulikuwa na kanisa lilikuwa linashikilia amri za Mungu na sheria zake. Bwana asifiwe. Paul had established the church at Ephesus. Timothy had pastored the church and so had John. Hili kanisa la Efeso lilikuwa na wachungaji, mmoja ni Paulo aliyeanzisha, mwingine ni Timotheo ambaye alikuwa mtoto wa kiroho wa Paulo, alikuwa anaita Paulo baba, na hata Yohana the disciple. Christ's commendation. A working church, a separated church, a pure church, an enduring church, an autonomous church. Kanisa hili la Efeso lilikuwa na vitu vya pekee. One, lilikuwa ni kanisa linafanya kazi, linatenda kazi, linafanyia Mungu kazi. Amen. Lilikuwa ni a separated church, lilikuwa limejiondoa katika maagizo na mambo ya dunia. 3, ilikuwa a pure church, ilikuwa takatifu, ilikuwa safi. An enduring church, ilikuwa linavumilia sana mambo. Nicolaitans, they hated the deeds of Nicolaitans, who were followers of Nicholas, a heretic who taught immoral doctrines. He taught that community of wives
adultery and fornication were not sinful, and eating of meat offered to idols was lawful. Nicolaites come from the Greek word Nico, which means to conquer or overthrow, and Laos, which means the people of Rete. They proposed a separation and elevation of the priesthood from the Rete. This caused the local church to be enslaved by one man or a small group of men, whose spiritual life can determine the spiritual success or successful of the church. Rebuke to the church. This church had forsaken its first love. Forsaken aphiemi means to send away as in divorce. Counsel to the church to remember how far they had fallen, to repent, do the first works, the things they did at first, all their candlestick would be removed. Promise to the church was that overcomers would eat of the tree of life, gives eternal life. Conclusion. The church of Ephesus represents the early apostolic church from 54 to 96 AD. Foundation came from the apostles. The apostles knew Christ intimately, but in time as the church grew, this intimacy was lost. Amen. Ndukanamenyere Ngai. Usiwahi zoea Mungu. Usiwahi ona kama kazi ya Mungu ni kawaida, ama kumhudumia Mungu kama ni kawaida. Bwana apewe sifa. Usiwahi mzoea Mungu. Amen. Usiwahi mzoea Mungu. Ngai ti wali karitu na daunete matura maitu na tuwa family shitu. Bwana asifiwe. Mungu hajatoka kwenye familia zetu, hajatoka kwenye vijiji vyetu, hajatoka kwenye kabila zetu. He is unique. He is supreme. Praise the name of the Lord. Mungu anaitwa Elohim, the creator of the universe, the creator of the heavens and the earth. Usiwahi mzoea. Amen. Kwa sababu wakati wenye utamzoea ndio wakati mtapoteana na Mungu. Ugekana njera. Ukikona kuruta ni kawaida. Kwenda Ngai ni kawaida. Gukaka ni kawaida. Ndio mkora nuona Ngai. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hata kuwahubiria sio kawaida. I don't take it as for granted. Hata kukuja hapa na kusimama mbele yenu na kuwafundisha mafundisho kama haya, it takes the hand of God. Hallelujah. Si ati ninajua sana, no. Na pia magoti namwambia Mungu, I have nothing to tell your people. Give me a word. Sina neno la kuambia watu. Nipe neno Mungu. This is your work. Hii ni kazi yako. Mungu nisaidie. Na njera Ngai yote itetikana kumenyere. Ndole wali kale yako na ndole bitu. Ule Ngai wathe yothe. Ule Ngai wathe yothe. Bwana asifiwe. Wanaambia Mungu nisaidie, nisikuzoee. Amen. Na hiyo ndio siri yenye huwa imenisaidia kwa miaka hiyo yote. Nimeishi katika huduma. Hakuna mahali nimewafikia nikajiona ninaweza yote. Hakuna mahali nimewafikia naona kama ninaweza hata bila Mungu. Hapana. Huwa ninaambia Mungu kama Musa, bila wewe Mungu siendi, bila wewe siwezi. Praise the name of the Lord. Siwezi. Kwa hivyo wapendwa, tusizoee Mungu. Hallelujah. Mungu anaambia tuambia kama tumemzoea tubadilishe. Tuko na wakati wa kubadilisha. Hallelujah. Aliye na sikio nasikie vile Roho Mtakatifu anaambia nini kanisa. Uende usome, kwa sababu Jumapili tuenda nikafundisha hapo. Tumefika Revelation 2:8-11. Tutakuja kujifundisha juu ya kanisa inaitwa the Church of Smyrna. Unaweza enda yote makanisa yote 7. Thyatira, Laodicea ndio inakuanga ya mwisho. Philadelphia, the Church of Laodicea. Hiyo ni Revelation 3:14-22. Ufikisha hapo. Soma Revelation hiyo yote mpaka 3:14-22.
Hiyo tutakuja kujifundisha kuhusu the church of Smyrna. It was known as the persecuted church, full of persecution. Walipigwa sana, walisumbuliwa sana. The church of Smyrna. Bwana asifiwe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mafundisho mazuri na neno lako. Ukatusaidie tukawe na sikio la kusikia neno lako, na ukatusaidie tukawe na moyo wa kulishika neno lako na lipate mahali pa kupumzika, Mfalme. Na sio kupumzika tu, bali kupumzika na kulifanyia kazi. Ukatusaidie tukakumbuka mahali penye tumetoka na kuanguka. Mungu, tukakurudia na ukatusamehe. Tukarudie upendo wetu wa kwanza wa kukupenda na kupenda wanadamu. Tukarudie mambo yetu ya kwanza ya kukuhudumia na kukufanyia kazi katika madhabahu yako. Lifuatilia neno lako Mungu, na likaingia ndani ya mioyo ya watu wako, na likafanye kazi Bwana katika maisha yao. Asante Bwana, kwa sababu mpaka mahali tumefika tumekuona. Na ni katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen.